Kubwa ambacho tumekubaliana ambacho kama ni sehemu ya mkutano huu, la kwanza kwa ni mashirikiano zaidi katika nchi zetu hizi, hasa ukanda wa Afrika Mashariki, kwa sababu key message ni kwamba marine resources au hizi rasilimali za bahari hazina mipaka. Tukizungumzia samaki hawana mipaka, lakini na wengine hata community, zile jamii ambazo ziko chini ambazo zinavua pia hazina mipaka, kwa sababu zinaweza kumove. Kuna watu wako mpaka Mozambique, wanaenda Kenya, kuna wengine wanakwenda Tanzania bara, Mombasa, Unguja na Pemba. Manake na wao pia kule jamii chini hawana mipaka. Kwa hiyo sisi ambao tunafanya shughuli hizi kama technician, kwanza ni kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba swala hili la kudhibiti uvuvi haramu linakuwa ni shirikishi katika nchi zetu. Lakini la pili ni kuongeza uzoefu, kwamba swala zima la kushare uzoefu ambao tuko nao. Tunajua adoption au kukamata mazingira, kila nchi inatofautiana, kwanza uwezo wa kuadopti, lakini pia uwezo hata wa kifedha. Kwa hiyo ili kuweza kwenda sambamba ni kwamba tushirikiana kwa pamoja katika swala zima la kubadilishana uzoefu, kuhakikisha kwamba swala la udhibiti wa mazingira haya bahari basi yanakuwa pamoja. Lakini la tatu ni policy harmonization. Tuzifanya sera zetu sasa ziweze kuoana kwenye swala zima la udhibiti, kwa sababu ikiwa kutakuwa kuna sehemu nyingine polisi yake haizungumzii kwa upana zaidi swala zima la kudhibiti uvuvi haramu, basi tunaweza tukashindwa katika utekelezaji wa shughuli hii. Mataifa ambayo yanakuja kuvua huku, tuhakikisha ya kwamba tumeshikamana kama serikali za ukanda huu kuhakikisha ya kwamba tumedhibiti uvuvi haramu, kuonesha ya kwamba sisi tunataka kufanya kazi kwa pamoja kama Afrika Mashariki, Tanzania na Kenya, ili kwanza tuweze kufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha ya kwamba zile changamoto tunazopitia katika uchumi samawati na rasilimali tulizonazo pale tuweze kuwa ya kwamba tunaweza kukadiria na kuhakikisha kwamba serikali yetu, viongozi wetu, marais wetu wameweza kufahamu ya kwamba tuna uchumi mkubwa katika bahari yetu. Kila taifa Kenya, Tanzania bara na Zanzibar ikiwemo na Mauritius na nchi zingine ambazo ziko katika ukanda huu zimekuwa zikifanya juhudi za kulinda bahari, hususan kulinda bahari dhidi ya uvuvi haramu. Lakini tunaamini kama jahazi na Sending Africa kwamba juhudi hizi zikidumishwa na zikifanyika kwa pamoja, kutakuwa kuna ufanisi zaidi kwenye ulinzi wa bahari yetu. Takwimu za kilimwengu zinaonyesha kwamba kiwango kikubwa cha samaki wanaovuliwa, kwa mfano Tanzania bara, au tukiangalia takwimu ambazo zinaonyesha upotevu wa stoku ya samaki, bado inaonekana kwamba stoku kubwa ya samaki inapotea kupitia uvuvi haramu. Sasa kama haujadhibiti, manake hata wale samaki wanaovuliwa wanakwenda kuuzwa kimagendo. Umeona? Kwa hiyo serikali haipati kodi, lakini kama wanaenda kuuzwa kimagendo, pia wananchi ambao wangepaswa kunufaika na ule mnyororo wa thamani wa uvuvi na uchumi wa bluu kwa ujumla hawapati kile ambacho wanapaswa kukipata. Kwa